kimataifa. Idhihirisha kuwa ni chachu kuleta amani na maelewano mahali pasipo na hali hiyo, baada ya shirikisho la mpira wa miguu nchini Sudani ya Kusini kutuma ujumbe wa kuwashukuru wa Tanzania wote walioshiriki na watakaoshiriki kusambaza ujumbe wa kutaka amani iwepo nchini humo kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii kuanzia jana. Ujumbe huo wa kuwashukuru wa Tanzania umetumwa na rais wa shirikisho la mpira wa miguu nchini Sudani ya Kusini, Chabu Gok Alei, kwa rais wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, Jamal Malinzi, ambapo Chabur amesema salamu na ujumbe husika umemfikia Rais General Salva Kiir wa Sudani ya Kusini, ambaye amesema serikali yake itafanya kazi na shirikisho la mpira wa miguu la nchi hiyo katika kutumia mpira wa miguu kama sehemu ya kuchagiza jitihada za kurejesha amani nchini humo. Ujumbe huo wa kutaka amani iwepo Sudani ya Kusini umesambazwa kuanzia hapo jana katika mitandao mbalimbali ya kijamii, hususan mtandao wa Twitter ukiwa na ujumbe usemao Football for Peace South Sudan, yaani mpira wa miguu kwa amani nchini Sudani ya Kusini. Nchi ya Sudani ya Kusini ipo katika mgogoro na machafuko ya kisiasa katika siku za hivi karibuni, ambapo Rais General Salva Kiir amekuwa akivutana na makamu wake Riek Machar pamoja na uchanga wao kama taifa wakiwa na umri wa miaka 5 pekee tangu kuanzishwa kwao kama taifa huru. Jarida la biashara na uchumi la Forbes la nchini Marekani limetoa orodha ya vilabu vya michezo tajiri ulimwenguni. Katika orodha hiyo, klabu ya Dallas Cowboys inayoshiriki ligi ya mpira wa Kimarekani ndio inayoongoza duniani, ambapo thamani yake ikiwa ni dola bilioni 4, zaidi ya shilingi trilioni 5 za Kitanzania. Hii ni mara ya kwanza kwa klabu ambayo haichezi kandanda kuongoza katika orodha hiyo ya Forbes tangu kuanzishwa kwake mwaka 2011. Mabingwa wa Ulaya Real Madrid wapo katika nafasi ya pili wakiwa na thamani ya dola bilioni 3.65 na FC Barcelona ni watatu wakiwa na thamani ya dola bilioni 3.55. Klabu ya soka ya Manchester United ya nchini England iliongoza orodha hiyo mwaka 2011 na 2012. Imetajwa kuwa klabu ya 5 duniani kwa utajiri, ambapo thamani yao imetajwa kupanda kwa 7% na kufikia thamani ya dola bilioni 3.32, pamoja na kuvurunda katika soka kwa siku za hivi karibuni. Klabu hiyo pia ndio klabu pekee toka nchini Uingereza iliyopo katika 10 bora katika orodha hiyo, wakiwa wamesaidiwa sana na thamani yao ya mkataba wa paundi milioni 750 kutoka kampuni ya vifaa vya michezo ya Adidas. Hata hivyo, Manchester United ndio klabu yenye deni kubwa zaidi miongoni mwa klabu zilizo katika 25 bora. Katika orodha hiyo, vilabu vingine vya Uingereza kama Arsenal wapo katika nafasi ya 23, Manchester City nafasi ya 28, Chelsea nafasi ya 36 na majogoo wa jiji Liverpool wakiwa katika nafasi ya 41. Naam, asante sana Oscar Urasa na habari hizo za kimataifa.